Ndugu zangu vijana, miongoni mwa adabu za ilmu ambazo zitawasaidia kwa sababu ndio mnaanza sasa hivi kuingia katika milango ya ilmu za juu. Miongoni mwa adabu zake ya kwanza, wanachuoni wote wamezungumzia swala la asabr, subira. Ilmu ndugu zangu haipatikani bila kuwa na sifa hii ya kuwa na subra hata siku moja. Na ukisoma tarikh na siyar za wanachuoni wa Kiislamu wakubwa, maulama wetu, chukua tu yani siyar za maimamu wetu wakubwa, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmad ibn Hanbal, angalia safari yao ya kutafuta ilmu. Sifa kubwa iliyosifika na safari yao ilikuwa ni kusubiri kutokana na matatizo ambayo wanakabiliana nayo. Hakuna mwanachuoni wa Kiislamu ambaye ameandika kitabu chake safari yake ya ilmu isipokuwa alizungumzia mashaqqat na tahaddiyat ambazo wamekabiliana nazo katika kutafuta elimu mpaka amefikia pale. Huwezi kupata ilmu ukiwa umekaa nyumbani kwa raha hata siku moja. Ni lazima uitafute kwa mashaka. Mimi ni khariji al-Azhar. Nimekwenda kusoma al-Azhar kutoka katika Mahad al-Masri iliyoko Arusha mwaka 1984. Sijui wangapi walikuwa wamezaliwa katika vijana. 1984. Nilikuwa mtoto mdogo sana, bado hata sijabaligh. Sio kama nyinyi, mdogo kabisa yani. Nimeenda Masri wakati wa kipindi cha Rais Mwinyi, ndio ameingia tu madarakani yani. Mnajua hali ya nchi ilivyokuwa kama mmeisikia. Shida, njaa, matatizo. Nimesafiri na huyu Shekhe mwalimu wetu, tumesafiri naye ndege moja Shekhe. Nimetoka Arusha tumekutana naye Dar es Salaam na yeye anakwenda Masri. Kundi la watu karibu 14 kwenda kusoma. Lakini katika watu wale 14 waliorudi wanahesabika kwa wengine wamekuwa mabaharia, wengine wamertadi, wengine wamekuwa wameoa Misri huko, wengine wanafuga rasta, wengine almuhimu waliorudi kusema wamemaliza masomo wanahesabika kwa vidole. Katika watu 14 na sinazungumzia dufa yetu peke yake ambayo tulikwenda kusoma Masri. Hali ya maisha sio kama sasa hivi. Wakati ilikuwa hakuna simu za mkononi hizi kwa maana ya WhatsApp, sijui nini na unaongea na watu wa nyumbani unawaona kwenye picha hakuna. Kulikuwa kuna simu za kukoroga zile. Unazijua? Unakoroga hivi, halo, unaenda central, halo, salamu alaykum, halo. Yaani hamsikilizani. Barua ikiandikwa kutoka nyumbani kukufikia wewe siku 10, wiki 2. Unaambiwa mzee wako, babu yako, shangazi wako amefariki. Mimi nimekaa Misri miaka 8 bila kurudi. Miaka 8. Yaani nilivyoingia kusoma mpaka namaliza ndo narudi. Wamekufa walokufa. Sawa unapata tu barua miaka 9. Shaka mimi naongezea mmoja. Lakini alhamdulillah sijafeli hata mwaka mmoja. Sijafeli hata mwaka mmoja kurudia hata mwaka mmoja. Na nilikuwa ni mtoto mdogo. Mwaka mmoja tulimaliza madrasa kungojea kuingia. Mwaka mmoja tulingojea, tulichelewa tukawa kama kusoma lugha na nini, lakini miaka 8 ikawa minne thanawi Mahad al-Bu'uth al-Islami ya minne jamia. Sawa Kwa hiyo Misri hali ya maisha si kama labda ilivyokuwa sasa. Wakati ilikuwa ni ngumu zaidi. Na ni shida yani, unatakiwa kule kuna rihlatu shita wa saif. Sio kama kwetu hapa. Shita ni shita kweli na saif ni saif hasa. Sawa Unasoma kutoka sehemu unakwenda kusoma labda kwenye chuo, unapanda usafiri na nini. Unajibidi ujitegemee katika fedha, kununua vitabu, kununua nguo za baridi, matibabu. Mnakula mara 2 kwa siku. Likizo ndefu karibu miezi 5. Sasa kwa sababu ya nyumbani hawezi kutumia pesa. Nyumbani watu walikuwa maskini, hakuna hizo njia za kutuma pesa kama sasa hivi. Inabidi ujitegemee. Shekhe tulifanya kazi katika wakati wa likizo. Mimi nimefanya kazi waiter hotelini, nauza chakula, naosha vyombo. Kuna wengine walifanya kazi za kujenga, wanabeba zege kwenye magorofa wanapeleka. Mwingine ambaye ni shekhe mkubwa sasa hivi alifanya kazi moja ya ajabu sana. Alienda Saudia akaajiriwa kuchunga kondoo jangwani. Na Msaudi mmoja, bedui wa Kisaudi. Anatafuta hela shekhe anunue vitabu asome. Wallahi ameingizwa jangwani Saudia kule ndani, hata hajui njia ya kutoka. Anachunga kondoo. Kilichomkimbiza binti wa yule mbedui kila siku anamfuata kule wanapochunga kule. Anataka ajue wewe umetoka wapi, anazungumza naye, anajua sasa hapa mimi nitachinjwa. Maana yule mzee akija akinikuta nimekaa na binti yake, anajua Saudia na wivu ule. Sheikh alitoroka bila mshahara wake.
akaacha na mshahara. Anakuja kutuhadithia. Ukimwona sasa hivi shekhe mkubwa kabisa, lakini historia yake ni sabr, kusubiri katika kutafuta ilmu. Nyinyi mnasoma, mko majumbani kwenu, mnapigiana simu za WhatsApp, mko hapa mjini, sijui umetokea wapi, umetokea hapa. Hivi kweli una shida gani wewe uache kusoma, ushinde kujipinda katika kuhifadhi na kusoma, na ukashindwa kusoma wakati mazingira yote yanakusaidia kuweza kupata ile elimu? Lakini tumesoma kwa taabu sana sisi. Kwa hiyo mkituona sasa hizi labda unaona mimi na katibu mkuu wa taasisi ya Dhinurain, Sheikh Shams Elmi. Sheikh nimeosha vyombo hotelini hivi. Hotelini. Ya wala, taal, ya wala. Sawa, wengine wanabeba zege. Unapata hela, riziki yako. Wakati ilikuwa jinee 3 unapewa kwa siku. Ambaye ilikuwa jinee ilikuwa ni sawa na dola. Unanunua vitabu, unanunua masweta wakati wa baridi, sawa unapata usafiri, hujitegemea na chakula chako cha usiku. Kwa hela unaipata. Hatutumiwe pesa. Maisha ya shida, lakini sabr, sababu kuna ilmu pale. Na mashekhi na maulama wengi, unasafiri, unapanda basi, unakwenda msikiti fulani. Kwa sababu gani? Maulama wako katika darasa ya tafsiri, darasa ya hadithi, darasa unawafuata. Sio tu muqarrarat dirasia, unakwenda kwa mashekhi. Na unajua Misri maulama walivyojaa na misikiti ilivyojaa, unawafuata wale kusoma kwao. Lakini wewe ukiishia tu markaz Tanzania hapa na muqarrar, hutaki kwenda kwenye durusu, hutaki kusoma kitu kingine, unakuwa unapoteza fursa. Kwa hiyo jambo la mwanzo asabr. Jambo la pili kwa haraka al-ikhlas. Nyinyi mnasoma ilmu ya shar'i, ilmu ya dini. Bila ikhlas, ilmu yako inakuwa haina maana yote. Na wallahi katika mashakil ambayo sisi tunakabiliana nayo katika jamii yetu ya Kiislamu ni maulama wetu wengi kukosa ikhlas katika yale ambao wanasomesha. Na ndio maana wanasababisha farqa, kwa sababu wanataka wao ndio wasifiwe, wanafanya da'wa kwa ajili yao, wanatengeneza makundi katika umma ya wafuate wao na sio kumfuata Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Farqa tunazoziona zote katika mujtamaa wetu ni zinasababishwa na watu waliosoma dini, wanawapotosha waumini wao. Na hii yote inatokana na kwamba mtu hafanyi ile da'wa yake na elimu yake kwa sababu ya nini? Ya ikhlas. Na nyinyi mmesoma, mnafahamu watu wa mwanzo watakaohukumiwa siku ya kiyama ni watu aina gani? Wa kwanza ni mwenye ilmu ambaye ameitumia vibaya. Wa pili mujahid, amekufa katika shahid lakini alikuwa anataka asifiwe, aonekane kwamba yeye ni shujaa. Wa tatu ni mtu mkarimu, alikuwa anatoa, anajenga, anafanya kila alikuwa anatakiwa asifiwe. Kwa hiyo kilichokosekana pale ni ikhlas. Amali zote ni nzuri lakini ameingizwa motoni kwa sababu ya nini? Ya kukosa ikhlas. Jambo la tatu al-amal bil ilm. Kufanyia kazi yale mliyosoma. Ni lazima ile ilmu ionekane katika matendo yako ya kila siku. Al-ilmu shar'i ni lazima ionekane. Kwa mtu akikuona anajua kwamba hadha talibu ilm, kwa akhlaq zako, mavazi yako, mazungumzo yako, jinsi gani unataamiliana na watu katika mtaani pale, ni lazima ishara zile zionekane. Usiwe ni mtu talibu ilm lakini mambo yako yote hayaonyeshi kwamba wewe ni talibu ilm. Kwa hiyo kutendea kazi yale ambayo umejifunza. Lakini la 4 mutalaat al-kutub, kusoma vitabu tofauti. Hakuna kitu muhimu ndugu zangu vijana kama kusoma. Na alhamdulillah leo nimewaletea zawadi ya vitabu. Sivioni hapa. Naam, vipo. Mtagaiwa nyinyi ambao mnatakharaj nyinyi. Sawa, vitabu tofauti. Kusoma vitabu vya aina yote. Mimi niliosimama mbele yenu nimetakharaj katika kulliyat lugha al-arabia, qismu al-i'lam wa sahafa. Sawa Lakini nilijisomea vitabu vya kisheria. Mpaka leo nikisimama, nikitoa hutuba, nikizungumza, mtu anaweza kufikiri huyu kharij sharia. Lakini mimi ilami. Sawa Kilichonipelekea pale ni kusoma hifdh. Nimesoma vitabu tofauti vya mashekhe tofauti. Kwa wakati wa likizo nilikuwa nasoma vitabu vile vikubwa vile zaidi ya vitabu 10 katika wakati wa likizo peke yake. Vitabu 10 na vimaliza. Lakini leo talibu ilmu anaishia kwenye mukararati tu. Kifika kwenye mukarrar inamtosheleza. Shekhe huwezi kuwa na ufuqun wasi'. Na dai na talibu ilmu anatakiwa awe na ufuqun wasi'. Awe na mtazamo mpana katika mambo mengi yanayokwenda. Lakini ukisoma wewe kile ulichokisoma pale ndio unakuja kutusumbua huku mtaani. Kwa hiyo kuna umuhimu mkubwa sana wa kujisomea. Jambo la mwisho ni ikhtiyari sahib. Kuchagua rafiki ambaye anarandana na wewe. Sisi tulikwenda kama nilivyosema na shekhe takriban watu 15. Wenzetu walipofika kule wakakutana na wajanja wengine wa mjini. Wakatengeneza nao urafiki.
wakawaingiza mjini. Wallahi hawakuendelea na masomo kabisa yani. Amepanda kwenye ndege kutoka Dar es Salaam mpaka Al-Qahira, amevaa kanzu, amevaa kilemba, lakini haijapita miezi 6 anavaa bichkoma. Si unajua bichkoma? Unajua bichkoma? Hii ya zamani sana, pensi siku hizi. Yaani ile kaptura ile. Mwingine kafuga rasta. Sawa Na tumetoka naye, tumeenda naye pamoja na alikuwa amevaa kilemba wakati anakwenda Qahira, lakini amekuta sahib anamchukua anampeleka kwenye madisco, anampeleka wapi, na miji mikubwa kuna vitu kama hivyo. Tunajaribu kunasiana, lakini sasa wewe talibu ilmu sasa hivi tafuta mtu ambaye atakupa himma ya dirasa, hifdhi alquran, hifdhi alhadith, sawa, fiqhi, vitabu ya fiqhi. Mwenzako atakayekuwa anakusaidia katika kusoma ilmu. Tafuta rafiki. Ukimwona mtu ambaye unakaa naye anazungumzia habari ya muziki, sawa, anazungumzia habari ya kwenda kufanya nini, kuangalia mpira, habari za dunia, mwache pembeni. Mwache kidiplomasia kabisa. Sawa? Yani tajannab minhu. Nenda na wale ambao unakwenda nao katika masuala ya elimu. Safari ya elimu ndugu zangu vijana ni ndefu. Jamii yetu ya Kiislamu inahitaji sana maulama. Sasa hivi alhamdulillah Tanzania inapiga hatua, vyuo vinakuwa viko vingi. Sio muda mrefu tutakuwa tuna kulliyat, tutakuwa na jamiat. Zinahitaji nyinyi msome. Leo katika Tanzania hii watu ambao wana shahada ya doktora. Unajua maana doktora? Wanahesabika Tanzania. Lakini ukienda Kenya alafu shabab ndio doktora ya Sheikh. Lakini Tanzania wallahi si kama unafika 30 wala 40. Kwa sababu gani? Ukifika thanawi خلاص ana Sheikh Kabir. Kishapewa na msikiti pale خلاص, yani nini nikasome nifanye nini? Anaishia pale. Madamu ameridhika watu na nini, hata utakuwa na himma ya ilmu. Tafuta scholarship Sheikh, nenda kasome, nenda nje, nenda sehemu zote, soma. Maliza jamia, chukua master, nenda kachukue PhD na doktora yako. Rudi utasaidia umma vizuri, na nyinyi bado shabab na umri mdogo. Jazakumullahu khair. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.